nzuri. Mimi naitwa Rafi, ni mshabiki wa Simba na mwanachama kindakindaki kabisa wa klabu yangu pendwa ya Simba. Niko hapa kwa ajili ya kutoa rai kwa wanasimba wote na wanachama wote wa Simba kwamba tuungane, kwa sababu tuko katika sehemu ambayo sio nzuri. Tungekuwa kwenye sehemu nzuri, basi hata sisi tusingekuwepo hapa. Naomba nitangulize kitu kimoja, kwa nini sisi tuko hapa. Kama alivyotangulia madam kuongea mwanzo kwamba sisi tuko hapa kwa sababu ya kutoa malalamiko yetu, ambayo malalamiko haya hatuna sehemu ya kuyapeleka. Si tunaelewana jamani? Kwamba hatuna sehemu ya kuyapeleka. Ilitangazwa nafasi ya mkurugenzi wa wanachama na mashabiki na watu wakatuma CV zao, lakini mpaka leo hii hakuna mrejesho wowote. Kwa hiyo hii nafasi iko wazi bado, inatufanya sisi tuweze kuongea kama katiba inavyotutaka. Sasa nina machache ya kuongea ya kumjibu mwenyekiti wetu, kwa sababu mimi naomba ni base zaidi kwa upande wa mwenyekiti, kwa sababu ndio upande ambao unatuhusu zaidi sisi mashabiki na wanachama. Mwenyekiti, kuna kituo cha habari kimoja alihojiwa na akasema kwamba naomba mashabiki na wanachama mnipe sababu ya kunifanya mimi nijiuzuru, kwa sababu kila nikiomba sababu sipewi sababu ambazo zina mashiko. Sasa mimi naomba nimsaidie mwenyekiti sababu ambazo zinamfanya yeye ajiuzuru. Sababu ya kwanza ya kumfanya mwenyekiti ajiuzuru ni kushindwa kusimamia yale aliyoyaahidi. Kitu cha kwanza, mwenyekiti yeye mwenyewe alituahidi sisi mashabiki na wanachama kwamba nitaifunga Yanga. Hilo sisi sio kipaumbele chetu. Kwanza aelewe, kuifunga Yanga sisi sio kipaumbele chetu. Lakini hiyo ilikopo ni ahadi yake yeye mwenyewe. Yeye ndiye aliyeahidi. Sisi hatukumuomba. Lakini hii ahadi haijatimia. Tumepigwa mara 5 mfululizo. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, kwamba ameshindwa kusimamia ahadi yake, kwamba tumefungwa mara 5 mfululizo. Sababu ya pili, tumekosa ubingwa kwa misimu 4. Tena hii ndo mbaya zaidi, kwa sababu furaha ya mashabiki, wanachama na mafanikio ya klabu ni kubeba ubingwa. Lakini kwa misimu 4 hii tumekosa ubingwa. Anaonaje kwamba hii sababu haimtoshi yeye kujiuzuru? Anataka mashabiki tufanye nini? Tufe ndio ajiuzuru au tufanye kitu gani? Kwa sababu wapo ambao watu wanapata pressure, kuna watu wana mioyo midogo. Unanielewa? Kwa hiyo hii ni sababu ya pili ambayo inamfanya mwenyekiti ajiuzuru. Tumefika msimu huu hatua ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika. Tumefika CRDB nusu finali. Tena hii CRDB mimi ndio inaniuma sana, kwa sababu CRDB bora tunaweza tukasema Yanga ni wenzetu, Berkane ni wenzetu, lakini tumekuja kutolewa hatua ya nusu finali na Singida. Unanielewa? Kwa tumekosa, tumefika hatua nzuri, mashindano 3 makubwa, na yote tumekosa. Chini yake yeye mwenyekiti ambaye anasema yeye haoni sababu za nini za kumfanya ajiuzuru. Hii pia sio sababu. Cha tatu, mwenyekiti hajafanikiwa kutuunganisha mashabiki. Badala yake anatugawa. Leo hii kila mmoja anaongea kwake. Kuna upande ambao wanamuafiki yeye, upande anajua mwenyewe anachokifanya. Hii sababu ya kutugawa na kutokutuunganisha na kuwa na gepu kubwa baina ya mashabiki na viongozi, hili ni tatizo. Ndio mmonyoko wa klabu unapoanzia hapo. Kwa nini atugawe? Kwa nini asituunganishe? Tumehitaji kwa muda mrefu mkutano mkuu wa dharura, mpaka leo haupo.
Sasa ni klabu gani ambayo inaweza, au ofisi gani, au niseme kampuni gani inaweza ikawa na maendeleo bila mikutano au vikao vya ndani au vya mashabiki na mambo kama hayo? Sababu nyingine, kusimamia kama yeye alivyoahidi, alisema atasimamia na kuboresha miundombinu na huu mfumo wa mabadiliko, lakini mpaka leo sijaona hiyo miundombinu ya klabu. Hiyo ni sababu nyingine ya kumfanya step down. Miundombinu ipi ya klabu? Labda nyinyi wenzangu waandishi wa habari mnafuatiliaga huko, labda pengine mmeiona. Ni miundombinu ipi ambayo kafanikiwa mpaka sasa hivi kufika hatua ya nusu fainali kafu, kama yeye anavodai kwamba mimi nikifika sisifiwe na sifia mtu mwingine si na nini? Kufika hatua nusu fainali au fainali sio mafanikio, ile ni hatua. Mafanikio ni kubeba makombe. Yeye anasema ukifika fainali au nusu basi ndio mafanikio. Hapana, ile ni hatua tu, kwamba tumetoka stage hii tumefika stage nyingine. Lakini mafanikio ni kuchukua sasa kile unachokishiriki. Hatujachukua. Kwa hiyo tunamuomba huyu nitaka nimpe cheo, sio. Tunataka mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu ajiuzuru kwa wema, na kujiuzuru sio kitu kibaya. Sisi tunaendelea na uandishi wa habari. Kujiuzuru ni kitu kikubwa sana, kinakuonyesha ukomavu na uwajibikaji. Kwa sababu kama wewe unaipenda klabu na unaijali klabu yako, unaitakia mafanikio, basi unapisha, ile itatengeneza heshima yako, kuonyesha kwamba unawajibika. Kama walivyofanya kina Swedi. Ameona na kuongoza muda mrefu, lakini ameona mambo ya endi. Tulikuwa na mafanikio, akakaa pembeni mpaka kesho watu tunamkumbuka. Sasa haya mambo ya leo ya aibu haya, mpaka tunakuja sijui wachezaji wanadai mishahara wakati pesa zimetolewa, wachezaji sio wanadai bonus, pesa zimetolewa, hatujui ziko wapi na kwa nani, na huyo mtu anazificha kwa makusudi gani, na hii yote ni kwa ajili ya nini? Tunajua hii yote inawezekana labda ni kumkwamisha mwekezaji, kumgombanisha baina ya mwekezaji na mwanachama na mashabiki, kitu ambacho sisi hatuwezi kukubaliana nacho. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tunaomba hizi sauti zetu mtusaidie nyinyi kuzipaza, imfikie mwenyekiti wa klabu ajiuzuru. Sio tunamuomba, tunamtaka ajiuzuru, kwa sababu hatuna sababu ya sisi kumbembeleza. Anang'ang'ania nini? Kwa sababu anakwambia kuna ule usemo unasema mtu yeyote hakai mbali na mzigo wake. Nina mashaka na mwenyekiti. Kama unang'ang'ania hii sehemu, basi kuna maslahi kwako. Laiti kama kungekuwa hakuna maslahi, mwenyekiti ungetoka. Sasa unasubiri nini mpaka sasa hivi? Hizo sababu nilizokupatia mwenyekiti zinakutosha wewe kujiuzuru. Hujatimiza matakwa yetu na ahadi zako wewe pia binafsi hujazitimiliza. Asanteni sana. Ndani ya bodi, sawa, mheshimiwa Mo yeye ni rais na pia mwenyekiti wa bodi, lakini kuna pande hizi. Kuna upande wa 51% ambao ni wanachama na mashabiki, na kuna upande wa 49%. Hawa watu, huu 49 una watu wake na huu 51 una watu wake. Hawa watu wakikutana ndio wanaunda bodi. Mwenyekiti anatoka katikati ya wale. Sio, unanielewa? Sasa kwa mantiki hiyo hawezi kufanya maamuzi Mo peke yake, kwamba kwa sababu yeye ni mwenyekiti basi ataamua tu kwa sababu pesa zipo, sina zimetoka, zimefanyaje. Lazima kikao kikalike. Na sasa hivi kama tumeona hakuna kikao ambacho kimefanyika, labda kama wamefanya kwa ndani. Mimi naongea kile ninachokiamini mpaka sasa hivi. Sidhani baada ya dabi kama kuna kikao kimefanyika tena kujadili haya, kwa sababu kabla ya dabi pia kuna sintofahamu ambazo ziliendelea, tetesi kwamba kuna ambao walikuwa wanataka kikao kifanyike na ambao hawakutaka kifanyike. Sasa kwa huo mwingiliano, hawa watu hawawezi tena kukaa baada ya sasa hivi hapa. Tayari kuna nini? Msuguano. Ina maana sasa kitakachoweza kusolve hapo ni mkutano mkuu. Ndio atahojiwa kwamba mimi wote wakusanyike, kwamba mimi tayari pesa nilitoa, lakini hizi pesa hazikufika sehemu fulani.
na hawa watasema zile pesa zimetoka wapi, kwa sababu upande mmoja wanasema walitaka pesa kutoka kafu, lakini sisi tunaamini pesa za kafu zimeingia. Sisi tunaamini mpaka sasa hivi kama hazijaingia watuthibitishie. Sasa Mo yeye ametimiza ahadi yake na upande wake ametoa pesa. Zimeenda wapi kufanya nini itajulikana baadaye, lakini kinachohitajika sasa hivi ni mkutano mkuu ndio utajibu haya yote.